na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, ambaye pia ni mgombea aliorejesha fomu leo hii. Na baada ya kuwasikiliza wote, baadaye tutatoa ruhusa ya masuala kwa pande zote ambao yatahitajika kuulizwa. Kwa heshima basi kubwa, anayekuja sasa ni nuru yenye kung'ara, yenye matumaini, inautarajiwa na wengi insha Allah, Oktoba 2025. Othman Masoud Othman, karibu. Ndugu viongozi mbalimbali wa chama walioshiriki, ndugu waandishi wa habari mbalimbali ambao tumeshirikiana leo hii kwa pamoja, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Habari ya asubuhi. Kwanza naomba nichukue fursa hii niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na tukaweza kwa mara nyingine tena kukutana hapa katika shughuli hii muhimu kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya wananchi na maendeleo ya nchi yetu. Pili, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa niwashukuru ndugu waandishi wa habari pamoja na vyombo vyenu mbalimbali ambavyo mnaviwakilisha kwa kuendeleza mashirikiano na chama chetu katika shughuli mbalimbali na kutimiza wajibu wenu wa kuwahabarisha na pia kuwaelimisha wananchi, hasa katika na kuhusiana na shughuli za chama chetu. Ndugu waandishi wa habari, ndugu viongozi, mtakumbuka kwamba mwanzoni mwa mwaka huu tarehe 1 Januari mwaka huu 2025 nilitangaza nia ya kukiomba chama changu cha ACT Wazalendo kunipa ridhaa ya kwenda kukiwakilisha katika kuomba ridhaa ya wananchi wa Zanzibar kugombea nafasi ya rais wa Zanzibar. Nashukuru na nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa jinsi mlivyosambaza habari hizi na jinsi ilivyopokelewa vile vile. Kwa hiyo katika salamu zangu za mwaka mpya niliwaambieni kwamba mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa ushindi na mwaka wa kihistoria kwa nchi yetu ya Zanzibar. Kuchukua fomu na kuirejesha hivi leo ni kutekeleza kwa vitendo kauli yangu niliyoitoa hapo awali, na pia ni kuwathibitishia kwamba wakati ule nilipotangazania haikuwa kutikisa kibiriti wala haikuwa kuangalia maji, bali tulikuwa na dhamira ya dhati kabisa ya kutafuta uongozi wa nchi hii katika nafasi hii ya urais, ili kuwaongoza Wazanzibari kutafuta kile wanachokitafuta, Zanzibar wanayostahiki na maisha wanayostahiki. Nikiri kwamba tokea niliposimama mbele yenu mwanzoni mwa mwaka huu kuwatangazia azma hii hadi sasa ninapozungumza, hakuna mengi yaliyobadilika kuhusiana na mfumo wetu wa uchaguzi. Kwa hakika mazingira ya uchaguzi ni yale yale yaliyopelekea uchafuzi na maafa ya mwaka 2020, na watawala wamezidi kila siku kuyajenga kwamba yaendelee kwa yale yale. Watu waliochafua uchaguzi huo ndio wale wale waliopo sasa. Matendo waliyofanya wanayofanya kuelekea uchaguzi wa 2020 wamekuwa wakiyafanya
siku hadi siku, hatua kwa hatua. Dhamira yao bila shaka ni kuyarejesha yale yaliyotokea 2020, na dhamira hiyo ipo wazi kwenye matendo yao, ingawa kwenye midomo yao hamkauki maneno ya kuhubiri amani. Swali kubwa kutoka kwenu naamini litakuwa, ikiwa hali ni hiyo, kwa nini unaamua kuingia kwenye uchaguzi huu? Kwanza nitangulie kushukuru kauli ambayo ameitoa hapa kiongozi wa chama, kwamba uchaguzi si suala la vyama. Vyama ni vyombo ambavyo vimelazimishwa kwa katiba yetu kwamba lazima vitumike kubeba haki hiyo, kubeba msingi huo wa wananchi katika nchi yao. Kwa hiyo bado inabaki kwamba vyama ndiyo njia pekee iliyowekwa na katiba yetu. Najua nyote hakuna mgombea binafsi, tofauti na matakwa yenyewe ya katiba yanavyotaka kwamba hakuna sababu ya kumzuia mgombea binafsi. Lakini mazingira yaliyojengwa ni kwamba lazima vyama vitumike. Na kwa sababu hiyo, ingawa swala hili ni moja, lakini majibu yake ni mengi na ni marefu kidogo, na kwa hiyo naomba nivumilie kidogo. Kwanza, ni kweli kwamba tokea kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi Zanzibar imeshuhudia watu kadhaa kuuliwa, kuteswa, wananchi kwenda ughaibuni na kuwa wakimbizi, wengine kulazimika kuyahama makazi yao kwa muda, wanawake kunajisiwa mbele ya waume na watoto wao, wananchi kadhaa kufukuzwa kazi kwa sababu za kisiasa, na wananchi kuvunjiwa nyumba zao na mali zao kuporwa, na mengine kadhaa ya kusikitisha kabisa. Lakini ukweli mwingine ulio wazi ni kuwa hata katika mashaka yote hayo, Wazanzibari wa miongo yote mitatu ya siasa za vyama vingi, kwa wingi na kwa umoja wao, wamekuwa wakiwapa watawala jibu lile lile moja, kwamba wamewakataa. Hakuna uchaguzi wote ambao watawala wamefanikiwa kushinda kihalali Zanzibar kwenye mikondo yote 6 mfululizo. Bahati nzuri jambo hili sasa linashuhudiwa na hata na wanachama waandamizi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo jawabu la mwanzo limo kwenye ukweli kwamba kwa kihistoria kazi yetu wa Zanzibari ni kuwashinda watawala